بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أما بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naendelea na darasa yetu katika kitabu Tauhid, na darasa yetu ambayo tumesoma jana katika babu majaa fi ruqa wa tamaim. Kama tulielezea jana, leo tunasoma masail ambayo nasema fihi masail, ndani yake kuna masala mengi tu ya tuliyopata katika darasa hii. Al-ula, la mwanzo kabisa, tafsiru ar-ruqa wa tamaim. Tumepata kuona tafsiri ya ruqa wa tamaim. Kama tulivyoona, ruqa hii anasema lati yusamma al-azaim, yani inaitwa azaim, azima wanasema wenyewe. Athania, tafsiru tiwala. Pia tumekujua tafsiri ya tiwala, ambapo tumesema kitu ambacho wanakitengeneza wenyewe, wanadai kwamba kinaweza kumpendezesha mtu kwa mumewe au mtu kwa mkewe, mwanamume kwa mkewe na mwanamke kwa mumewe. Ni katika mambo ya shirki tu yote. La tatu tulijifunza, anna hadhihi thalatha kullaha, kwamba mambo haya matatu yote haya mina shirki min ghairi istithna, ni katika mambo ya shirki pasipo kuvua lolote, kwamba labda ikiwa hivi ni shirki tu, mambo matatu yote haya. Arabia, la nne tulijifunza vile vile, anna ruqya bil kalami, kwamba ruqya ya maneno, yani ndio inaitwa zinguo, acha hizo azaim zinazoandikwa hizo. Bil kalami, hii ni haqqin anil aini wal humma, laisa min dhalika, ni haki kwa sababu ya kijicho au homa, nayo sio katika shirki kwa wakati huo, na ile ya maneno lakini sio ya kuandika. Hii ruqya kusomea ya maneno. Al-khamisa, la tano tulijifunza, anna at-tamaimatu idha kanat min al-Qur'ani faqad ikhtalafa al-ulama. Tumeona pia kwamba hii hirizi inapokuwa ya Qur'ani, basi wanazuoni wamekhtalifiana, hal hiya min dhalika, je ni katika hiyo shirki amla au sio katika hiyo. Tumeona ikhtilafu ya wanazuoni katika hilo, yani kujiepusha ni jambo aula zaidi, sababu kuna ikhtilafu ya wanazuoni, kuondoka katika khilafu, kujiepusha na jambo hayo maana unajiondoa katika ile khilafu. Asadisa, jambo la sita tulifunza, anna at-ta'liqu al-awtar ala ad-dawabi min al-aini wa min dhalik, yani kutundika autar zile kamba za sokota kwa mnyama kwa sababu ya kijicho, labda asijakadhurika kwa kijicho cha watu au kwa madhara yote yale. Min dhalika, ni katika hiyo shirki vile vile kufanya hivyo. Asabia, la saba tulijifunza, al-wa'idu shadid ala man ta'allaqa watara, ni makemeo makubwa na waadi mkubwa kabisa kwa yule ambaye atakayetundika hii watara, akajitundikia yeye mwenyewe. Thamina, jambo la nane tulijifunza, fadhlu thawabi man qata'a tamimata min insan, yani fadhila za thawabu ile ambaye atakayekata hirizi kwa binadamu, yani mtu kajitundikia hirizi akaikata. Kwa hiyo kuna fadhila kubwa, thawabu kubwa. Tumesema mfano kala itqi adlu itqi raqaba, yani sawa inakwenda sawa na kumwacha huru mtumwa. Atasi'a, la tisa tulijifunza, anna kalamu Ibrahimu la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf, kwamba kauli ya Ibrahim, maneno ya Nabii Ibrahim haikhalifu yale ambayo yalotanguliwa katika min al-ikhtilaf, katika maneno ya ikhtilafu. Lianna muraduhu ashabu Abdullah ibn Mas'ud, kwani makusudio hapo ni ashabu Abdullah ibn Mas'ud walokusudiwa hapa. Kwa hiyo yakhtalifiana na maneno yalokuja hapa. Darasa yetu inshallah hii tumemaliza hapa hii, na darasa yetu itaishia hapa biidhnillah ta'ala. Itakuwa saghiru leo biidhnillah. Tutakuja katika darasa inayofuata katika babu matabarruku bi shajarati au hajari wa nahwihima. Hii tutakuja kusoma katika darasa itakayofuata inshallah ta'ala bi tawfiqihi tabaraka wa ta'ala. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.